Naam, ni wakati mwingine tena ama siku nyingine tena tunakutana na wewe katika dakika 90, na kubwa zaidi ambalo linatukutanisha hapa ni kuangazia yale ambayo yamejiri na yale ambayo yatakayojiri katika ukurasa wa michezo. Dakika 90 ni kipindi pekee ambacho maalumati yake yamekuwa ni hali ya juu sana. Hivyo usiondoke kwanza hivi sasa mpaka mwisho wa kipindi hiki, uwe nasi hapo uweze kupata madini mbalimbali, lakini pia unapata elimu ya kile ambacho tunakizungumzia kwa siku ya leo. Ulama Eid Salum niko hapa, lakini tunakutana na Charles Abel kama kawaida, Lilian Mukulu pamoja na Kasim Liogope katika yale yote ambayo tunayo kwa siku ya leo. Na tutakwenda kuanza taarifa zetu, ni kuambie tu kuhusiana na mechi ya ligi kuu ya NBC kati ya Simba na Mashujaa, lakini pia tutakwenda kuangazia maendeleo ya timu ya vijana under 20 kule Misri, kipi ambacho kinaendelea katika upande wao. Jamani, Charles Abel. Naam. Mambo vipi bwana? Safi. Tuko vizuri. Mungu anasaidia. Nafurahi kuwaona hapa. Familia yangu. Unajua wote na historia nao kubwa sana. Familia. Yaani familia. Coach hapo tumeanza from the scratch, tuko chini nini, mimi naanza uandishi, tumeanza pamoja mpaka nao mimi kwa miongoni mwa wapambe wake. Kweli familia. Lilian mdogo wangu anaanza kwenye tasnia. Kwa hiyo ni familia yangu. Umempokea tuseme. Wewe pia ni familia yangu pia vile vile kwenye vitu vyetu. Nimeanza bila pressure. Unajua mimi napendaga sana stories za Cairo zile. Unasiaga habari maisha ya Cairo Misri. Unajua mimi Misri kitu ambacho napendaga sana Waarabu wa Egypt ni ile sifa yao ya ujeuri. Yaani kwamba ni watu fulani ambao wajeuri, wana elimu, wana pesa. Unajua ni nchi na wana vipaji pia. Kabisa sahihi. Na unasema miongoni mwa nchi ambazo karne na karne ni Egypt. Na katika vitabu vya kihistoria ipo imeandikwa mle. Kwa hiyo kama anavyosema Charles Abel ni kweli kabisa. Lili, iko siku ukifika pale Cairo utakiona, utajionea, au umeshafika tayari? Mimi sijafika, ila stories zako bwana nzuri sana. Mimi nishazisikia nyingi sana. Ila Charles amezungumza. Mimi coach, story yangu ya kwanza umwamba hapa alinisaidia kuiandika. Aha. Kipindi kile kwa coach sehemu fulani. Akanicholea ramani vizuri. Nikaenda mjini. Kalamu yake imefanya kazi vizuri sana. Na mpaka sasa bado inaendelea kufanya kazi vizuri. Sasa hivi simu zangu anapokea nyingi sana. Tupo karibu sana mdogo wangu. Anafurahi nikimwona. Ndio. Anakuwa. Okay. Naam, ndio uzuri wa dakika 90, na unaona jinsi ambavyo tumekuwa familia na wewe. Ni familia yetu kwa sababu unakuwa na sisi mwanzo mpaka mwisho kila tunapokutana hapa katika dakika 90. Na cha kwanza tunakwenda kuangalia mechi ya ligi kuu ya NBC ambayo Simba walicheza na Mashujaa katika uwanja ule wa KMC Complex hapa Dar es Salaam, na Simba kupata matokeo mazuri ya alama zote tatu katika mchezo ambao ulikuwa na mambo mengi sana katika mpira. Ni mambo mengi katika pitch, lakini pia hata nje ya pitch, lakini ndio ladha ya football. Mechi ambayo ilikuwa imejaa nasema siku zote pilau likikosa kachumbari basi wanasema unakuwa ni ubwabwa tu wa kawaida. Ni sawa na mechi za mpira wa miguu, mambo mengi yanapokuwa inaleta ladha wa kutizama, lakini matukio ndio miongoni mwa ladha yenyewe katika football. Na hiyo ndio mechi yenyewe ambayo Simba litanguliwa na Jafari Salum Kibaya, bao la mapema kabisa, akashindwa kucheza mlinda mlango wa Simba Musa Kamara, kabla ya Simba na wao kuamka na hatimaye dakika za jioni kuja kufanya kile mashabiki wa Simba ambao walikuwa wanatazamia na kuchukua alama tatu ambazo zimewafanya katika vile viporo vinne kuweza kupunguza kimoja baada ya kingine. Ni mechi aina gani ilikuwa, Charles Abel, tukiondoa tu matukio mengine ambayo yalikuwa yanatokea katika pitch sasa pale? Ilikuwa ni mechi ya namna gani kwa upande wa Mashujaa na kwa upande wa Simba wenyewe? Ni mechi ambayo Mashujaa walionekana wali vizuri Simba na walijiandaa kucheza na Simba kwa mazingira ambayo Simba anakabiliana nayo, kwa sababu ukiangalia Mashujaa walikuwa wanaonekana wako wamejiandaa kwa maana ya kwa physicality yani kimwili, walikuwa wamejiandaa vizuri kwenye mapambano ya kimwili, lakini pia hata kwenye kuziba mianya ya Simba waliweza kudhibiti Simba kwa sababu kwa sehemu kubwa ya mchezo, kwa sababu Simba ni timu ambayo imekuwa inapenda sana kushambulia kwa pasi fupi inapokaribia lango la timu pinzani. Lakini ukiangalia ni mechi ambayo
Mashujaa hawakuipa Simba nafasi hiyo na wakalazimisha mara kadhaa kushambulia kupitia pembeni, mipira ya cross ambayo walionekana kuwa na sanaa ya kujilinda ya kuidhibiti. Kwa hiyo of course ilikuwa ni mechi nzuri ambayo mwisho wa siku ikaja kuamuliwa katika dakika za mwisho. Good game kwa Mashujaa, waliweza kuhimili pressure ya Simba, na Simba ongera kwao kwa kupata matokeo kwenye mchezo huo. Okay. Tukija kwako Kasim, ni mwalimu wa mpira vile vile, professional kabisa. Mashujaa walikuwa na nidhamu toka dakika ya kwanza, lakini muda ulivyokuwa unazidi unakaribia, ama muda wakati unaondoka, ile spirit kama ilikuwa inaongezeka kwao, lakini nidhamu inaondoka. Pengine ilikuwa sababu kubwa ya wao kupoteza mchezo. Yeah, of course, na ni point muhimu. Na nikiangalia level wa wachezaji kama Mashujaa, wakina Kibaya, kina Emmanuel Martin, wachezaji wengi wana experience. So na mwalimu naye ana uzoefu. Sikutarajia kuona kitu kama hiko, na kama wange calm down wangeweza kupata hata point moja, na walistahili kupata point moja, lakini kuna muda ni kama walijitoa mchezoni. Walimanage game kutokana na Simba. Ukiangalia Simba the way wanavyocheza ni tofauti na walivyokuwa wanacheza mechi za nyuma. Why? Wachezaji zaidi ya 90% ndio ambao wametumika mara kwa mara kwenye mechi za kimataifa na mechi za ligi. Lakini mwalimu amekuwa fair, amejaribu kufanya rotation kubwa. Ndio. Kwa sababu no way, yani lazima kuna wachezaji wapumzishe. Sasa ile rotation pia imeweza kuwapa aweni Mashujaa. Kwamba walikuwa wana kasi, kuna muda mechi unaona ya 50-50, lakini pia unaona Mashujaa walikuwa wanafika golini. Kwa hiyo na wao ndo walianza kuongoza goli. Yes. Kwa hiyo kama wangerudi zile dakika 20 za mwishoni, wangekuwa na discipline ya mchezo, wangeweza kuimanage. Mimi nafikiri wangeweza kufanikiwa. Kwa hiyo kitendo cha kukubali kutoka mchezoni, ile ni mistake. Kwa sababu ukiangalia sawa, golikipa kashafanya makosa tokea dakika ya 78. Kwa hiyo obvious, kwa vyovyote mwamuzi lazima atafidia dakika za nyongeza. Yes. Kwa hiyo pale ilitakuwa kubaliane. Ishawahi kutokea, nafikiri Fountain Gate na Simba, golikipa timu ilishamaliza sabu, golikipa akatoka mchezaji wa ndani. John Noble alikuwa. Yes. Kwa hiyo wale wachezaji wa Fountain focus yao, concentration yao ikapelekea wakafanikiwa kupata point moja zidi ya Simba. Lakini wao the way kila tukio likiwa linatokea kuna muda yani kwamba refa anakuwa yuko sahihi. Yes. Lakini ile mentality kwamba okay, labda refa aliwahi kufanya maamuzi ambayo ndivyo sivyo. Kwa hiyo ikapelekea wakashindwa kuhimili, mwisho wa siku wamepoteza alama zote. Yeah. Alama zote 3. Lilian, Simba wanasema ukiwazuia kipindi cha kwanza dakika 45 kama vile umeshawaweza hivi. Kipindi cha pili wana struggle kupata magoli. It's difference kwa sababu mechi ya Mashujaa wameshinda kipindi cha pili. Kuna changes ambazo amezifanya coach. Unaona kabisa kwamba wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi ya mara kwa mara ya kuanza wamepata nafasi ya kuonyesha kile ambacho wamekionyesha. First half timu ikawa inashinda namna gani ambavyo inaweza kufunguka, kwa sababu mara nyingi silaha ya Simba ni mawing zao wanaingia sana ndani, huku wale mafullback yani mara nyingi sana either Shomari Kapombe au Mohamed Hussein wanapita pembeni. Ila ilikuwa ni different. Kipindi cha kwanza fullbacks walikuwa wanashinda kufanya overlapping, walikuwa wamefanywa pressing ya hali ya juu, na hii inawezekana ikawa ni mbinu au tactic ya coach. Kwa mfano mtu kama Jafari Kibaya alikuwa na performance nzuri sana. One thing ambayo imenishtua mimi ni mabadiliko ambayo yalitokea. Kwa kwangu naamini kabisa it's a matter of the game ilivyokuwa. Kwa kwangu sio kama Simba anakosa ushindi kipindi cha pili. Kuna wakati mwingine katika football ushaongoza kipindi cha kwanza, lazima utunze nguvu uliyokuwa nayo, yani ile energy uliyokuwa nayo mwilini unatakiwa uitunze, la sivyo dakika 90 ni nyingi sana. Yani wanakwambia kucheza kimbia na dakika 90 ni kama unakimbia zaidi ya kilomita 2 mpaka 1 per hour. Kwa hiyo lazima kama mchezaji aweze kukeep ile energy ambayo uko nao mwilini. Ukisema endelee na kasi ile wakati hatafuti matokeo is different. Ila ukitazama mechi Simba kipindi cha pili ilikuwa kasi zaidi compare na kipindi cha kwanza jinsi walivyocheza. Na si kwamba ilikuwa na kasi zaidi kwa sababu ya aina ya mchezo ambao waliamua kucheza Mashujaa, kubaki nyumbani kwao, kuwasubiri Simba, kuotibua plani zao zote, lakini pia kitu kingine upungufu wa goalkeeper kufanya sabu ile
kama ilikuwa imewarudisha nyuma zaidi. No, kipindi cha pili walikuwa na kasi cha kwanza kutafuta matokeo. Walikuwa wako nyuma goli moja kwa bila. Unapokuwa nyuma maana yake lazima utafute kwanza ni timu ambayo inatafuta katika ambaye ni kinara wa ligi kuu Young Africans wanatakiwa waendelee kupunguza gap ambayo ipo. Kwa lazima waendelee kupush and push kuweza kusawazisha goli. Na pia walikuwa wanatafuta goli la kuongoza. Kwa kwangu naamini ile kasi ambayo walikuwa nao walikuwa wanahitaji zaidi. Na nikasema kwamba kama kipindi cha kwanza umeondoka na magoli matatu. Yaani kipindi cha pili sio lazima utumie nguvu nyingi sana kama ulitumia kipindi cha kwanza ili kukipi wachezaji wako. Tukumbuke kwamba ni Simba ambayo wana finali ya michuano ya Confederation. Lazima wachezaji na wenyewe tujitahidi kuwalinda, yani kocha anataka awalinde sana wachezaji wake kwa sababu kama kitokea yani injury na ukiangalia aina squad ambayo Simba wako nayo inawezekana ikawa gharimu au ikawa ni challenge katika mchezo wa finali dhidi ya RS Berkane. Na kwenye matukio ambayo tumeyashuhudia katika mchezo ule, mikwaju miwili ya penalty kwa Simba, lakini pia kadi nyekundu ya Muntari goalkeeper wa Mashujaa. Pengine ni miongoni mwa matukio ambayo yalikuwa yamechagiza mno katika mchezo ule. Tutakwenda kuyatizama hapa, tutaletewa na tutayatazama na hatimaye kuyachambua. Na hasa ile mfano kadi nyekundu ambayo Patrick Muntari alikwenda kuonyeshwa na mwamuzi Kefa Kayombo. Mpira ulitolewa nje ukarudishwa ndani, akausogeza ndani zaidi. Tayari hapo alikuwa na kadi ya njano. Adhabu yake ni kadi nyingine ya njano ya pili kama alivyofanya Kefa Kayombo. Yes. Na sio busara. Kosa la kupoteza muda, adhabu yake ni kadi ya njano. Kadi ya njano. Yes. Na alishaonyeshwa kadi ya njano. Alishaonyeshwa kadi. Unajua mimi kilichonishangaza kwa Muntari ni kwamba kuna wakati alikuwa yani alianza kupoteza muda mapema. Yani alikuwa ni matukio ambayo anajirudia. Na pengine inawezekana hiki alichokipata juzi kinaweza kikaanza kutoa fundisho sasa kwa magolikipa wetu, lakini msimu ujao kuna kanuni ambayo sasa hivi itaanza kufanya kazi kwamba kwa magolikipa yani ya upotevu wa muda, kwamba kadri muda unavyopoteza kuna sekunde ukizizidisha opponent anapata kona. So pengine njia bora mimi naamini ya kupoteza muda ni timu kumiliki mchezo. Na Mashujaa sio kwamba walikuwa hawezi kufanya kitu kama hicho. Of course kwangu mimi kadi alopata golikipa ilikuwa ni sahihi kwa mtazamo wangu. Yes. Tungeona ule mpira jinsi ambavyo Patrick Muntari anahurudisha ndani na mwamuzi alikuwa anatumia nguvu kubwa kuwaonya wachezaji wa Mashujaa kuto kupoteza muda. Tukio lenyewe bila shaka ni hili hapa. Wakati alikwenda kuweka jambo sawa na pale ndio alishatoa kadi nyekundu. Mpira unaletwa ndani, wakati mwingine uko kwenye corner flag. Shomari Kapombe alikuwa anataka kuchonga kona, kaenda kwa Patrick Muntari akaurudisha ndani zaidi na sio kutoa nje. Kwa hiyo inaonekana kabisa kwamba intention yake ni upotevu wa muda. Yes. Na tukikwenda kutizama tukio la mkwaju wa penalty hili hapa ndio ambalo pengine dakika za mwisho kabisa Simba walipata kupitia kwa Shomari Salum Kapombe kuchezewa foul na mlinzi wa kati wa Mashujaa. Mwamuzi msaidizi nambari 2 akanyanyua kibendera chake kuonyesha kwamba hii ni foul. Kwangu mimi sio foul. Hakuwa na foul. Hakukuwa na foul. Mtazame Abdul Malik. Wakati Kapombe ule mpira unamfuata Abdul Malik mikono anaitoa kabisa nyuma. Yaani angalia anavukaba, yani mwili wake hana intention kabisa ya kufanya foul. Na tafsiri ya mwamuzi sio kwamba alimsukuma, alitumia mguu wake wa kulia kwenda kuondoa stendi ya Shomari Kapombe. Sijui labda ngoja tuitazame hapa vizuri na tuweze kuichambua vizuri. Na wachezaji wa Mashujaa wakaenda kwa mwamuzi msaidizi nambari 2 kwamba kunyanyua kwake kibendera kuashiria kwamba ile ni foul, kwamba haikuwa ni foul. Lakini pia Kefa Kayombo hakuwa mbali na lile tukio. Tutakuja kuiona hapo jinsi ambavyo Abdul Malik Zakaria alivyokwenda kuchallenge na Shomari Salum Kapombe. Katika tukio la namna ile mwalimu linapotokea kasi mliogope. Kwa wachezaji wa Mashujaa wakati tayari iko 1-1 inakuwa wakati wanacheza zile dakika 5 kwenda dakika 90 ni kupaniki kwa wachezaji wa Mashujaa, kupoteza tunasema ile kujiamini zaidi kwamba tayari pointi 1 tunayo, tunawaweza, ama kufanya makosa ambayo sio lazima katika eneo la hatari. Yani kuyaepuka makosa ambayo sio lazima, kwa sababu
kwenye mpira dakika zinavyozidi kwenda anaangalika nani anahitaji kipi. Kwa dakika zile yani Mashujaa ni kama wenyewe ile sare kwao walikuwa wanawasaidia. Ukiangalia mentality ya Simba wenyewe wanahitaji pointi 3. Kwa hiyo yule ambaye anahitaji mpira ukija golini kwako, wewe ambaye unazuia, concentration yako inatakiwa iwe kubwa sana. Hasa katika eneo lako la ile 18 yard. Hii hapa. Turudishwe kidogo. Tazama Charles Abel. Utazame mguu wa Abdul Malik. Angalia mguu wa Abdul Malik ulipo. Upo kwenye mguu wa Kapombe. Lakini angalia mkono wake wa kushoto sasa. Mguu wa kushoto. Mkono wake wa kushoto pia Abdul Malik. Ambao huo mkono kwanza ulikuwa nyuma. Anajaribu kurudisha, yani katika hali ya kawaida uwezo ukaenda mkono huko nyuma moja kwa moja. Sio, unanielewa? Mwambie aiachie. Yani movement ya mkono sitaki kuamini. Angalia ule mkono wake umetokea wapi? Wa kulia wa kushoto. Ule wa kushoto kwenye mbavu za Shomari. Kwenye mbavu. Alafu angalia Neema Mwambashi alipekaa, kwa maana yeye ndo assistant referee. Kama angeofficiate hii central referee na lile tukio walipokuwa wanalitazamana nalo, ungeweza kusema wewe angalia alipekaa assistant namba 2. Angalia ule mkono ukiachilia mguu unapokwenda. Angalia ule mkono wa kushoto ambao mkono umevuta. Lakini pia angalia Abdul Malik yeye mwenyewe kwanza ile body structure yake. Yeye yani the way alivyokwenda na ule yani anavyokwenda, unaona? Ndio maana tukasemaje kulikuwa hakuna sababu kwa yeye akiwa kama defender. Si ndio? Kwa sababu ule mpira ulivyopigwa, yani yeye body structure yake alitakiwa ule mpira aende kwamba yeye azibe upande huku wa kulia huku. Yes. Sio kwenda kumshika, kumweka contact. Yani kwenda kufanya contact. Yani ngoja. Unajua kama Abdul Malik angekuwa na intention ya kumshika. Ndio maana mimi nahitaji kuaminishwa kwamba mkono wa kushoto wa Abdul Malik umemshika Kapombe. Si ndio huko ndani? Kwa sababu push no. Yani pale ule mkono wa Abdul Malik Zakaria kama ungekuwa bado huko hivi katika ile situation pale. Ni wazi kwamba halikuwa sasa katika hali ya kawaida na ndio maana kidedea tayari ipo kwenye movement la penalty ukakaa hivi moja ameliamua assistant namba 2 na sio muamuzi wa kati. Sio muamuzi wa kati. Maana yake ni nini? Amemsaidia kutafsiri. Unaona mkono wa Abdul Malik kama angekuwa amemshika, angalia ule mkono jinsi unavyorudi. Yani uangalie mkono wa Abdul Malik. Unajua ukishika kushika. Yani kucheza, yani mkono unaoshika sio ni tofauti kabisa ya movement yake na mkono ambao hujamshika mtu. Hebu airudie tena. Yani wewe irudie vizuri. Wewe muangalie Abdul Malik kwanza mkono ulipokuwepo mwanzoni. Alafu baada ya Kapombe kuanguka, uangalie mkono wa Abdul Malik. Kwa mtu ambaye angeshika ungeona kama kashtuka. Lakini unaona kabisa yani hebu kwanza irudie tena. Yani ona kushtuka kashtuka. Alivyokwenda. Kushtuka kashtuka. Hii umeona? Angalia mkono, uangalie mkono wa Abdul Malik ulipo nyuma ambao unarudi katika natural position. Angalia ule pale. Unarudi katika natural position. Sema upo. No, sikiliza. Umemgusa au hujamgusa? Maana mkono kuwa kwenye natural position. Na hapa Charles Abel unajua liko vipi? Wakati anakwenda Abdul Malik alikwenda vizuri. Mkono kaweka nyuma yote miwili. Unarudi sasa katika eneo lake la kawaida. Wakati anapambana na Shomari Kapombe, mkono wa kushoto ulikwenda kugard movement ya Shomari. Kuja kwamba movement ya Shomari, huyu Shomari ashaanza kuanguka, anafanyaje movement? Alafu katika kitu kingine mkono Abdul Malik kauweka nyuma. Kwanza hauwezi ukakaa nyuma moja kwa moja, lazima urudi katika natural position. Angalia kitu kimoja. Angalia miguu pale, mbona inaonyesha mguu gani Abdul Malik umemgusa Kapombe. Kitu kimoja. Lile tukio wakati najirudia, mwambie irudie. Muangalie assistant namba 2, concentration yake kwanza. Wewe angalia concentration yake. Yaani sisi hapa tuko mbali kwa distance ya kutoka pale kwenye 18 yard hadi kwenda kwenye touch line na alipokopo line yaani yeye ndio anaona vizuri. Angalia flag yake, anaangalia anarudisha flag kwenye mkono wake wa kulia, anaipa juu. Nimeona, nimedelay kwamba kuna foul, nimejitosheleza. Yaani kwamba hakupeleka moja kwa moja, kwamba still nimeona tukio, nimejitosheleza, anaita flag upande mmoja, anapeleka juu. Na mwamuzi wakati yeye wakati anatazama hii na kupiga filimbi kuamua ilikuwa ni foul, na alikuwa anajua ni nje. Nje ya 18, lakini ikawa bahati
mbaya kwa Mashujaa ilikuwa ndani. Mimi naona alikuwa sahihi, kafanya kazi yake ipasavyo. Na kwenye kipenga cha mwisho mwamuzi mstaafu wa zamani ambaye tuko naye hapa Othman Kazi atakwenda kulichambua vizuri kabisa na kuangalia vile vifungu vya sheria vinasemaje. Lakini kwa ujumla wake ni mechi ambayo ilikuwa nzuri, mechi ya kupendeza kwa dakika zote. Mashujaa walionyesha ukomavu na tunasubutu kusema Kassim Liogope mwalimu wa Mashujaa naamini Mayanga amekuwa ni mwalimu mwenye mbinu sana. Toka amekaa ndani muda mfupi lakini unaona Mashujaa imebadilika hiyo. Kwa experience ya mwalimu kitu kimoja. Unaona hizi timu zote ambazo zilikopo katika hatihati ya kushuka ya kwenda kwenye playoff. Nafikiri Mashujaa walifanya uchaguzi sahihi. Waliangalia nani anaweza kwenda kuwasaidia. Ukiangalia performance ya Mbeya City imepanda ligi kuu. Mwalimu amefanya kazi zote, takriban zimebaki mechi kama 3 au 4 Malale kaenda kumalizia. Lakini pia uzoefu wa mwalimu kama Salum Mayanga shaikutana na situation kama hii akiwa Ruvu, Tanzania Prison, timu tofauti. Kwa hiyo ukiangalia timu imebadilika sana. Pamoja na juzi wamepoteza, lakini hata discipline ya Mashujaa kucheza na timu kubwa ni tofauti na Mashujaa ile ambayo imepita walivyokuwa wanacheza na timu kubwa. Kwa hiyo wanasema sometimes mwalimu anaweza akabeba timu. Unaweza kukutana na wachezaji wenye quality ndogo, lakini uwezo wako na experience yako inapelekea moja kwa moja timu yako kufanya vizuri. Lakini kitu kimoja ambacho kwangu mimi, discipline kwenye technical bench la Mashujaa, inabidi mwalimu akae aongee na safa kwanza, aongee na wasaidizi wake. Cha pili hata wachezaji, yani kuna muda yani tension inakuwa kubwa. Kwa hiyo inapelekea na mechi ambazo zimebaki ni mechi ambazo zenye tension. Kwa hiyo ukiwa na benchi la vile, yani kila mtu anasimama kwa muda wote, na hii inapelekea labda mwalimu unajua ni mpole. Kwani ile inatokana na mwalimu kuwa mpole? Of course, mwalimu mkali hiyo ikitokea vile tu anasimama anageuka tu, hata mchezaji stop, anaendelea na kazi yake. Sisi ambao tunakaa nyuma walimu wasaidizi, sisi wasaidizi, yani kwamba kuna principles za kusimama. Bosi akisimama unabaki akwambie masisa go, nenda kafanye goalkeeping coach, nenda pale faulo kona, kwa sababu hiyo ndo taski yake. Lakini hata kusimama hivi kwanza, sheria yenyewe yani ya ligi, hata kocha akisimama pale, wewe ukisimama pale umekaa katika eneo lako umesimama, hauruhusiwi kusimama. Yani ile kusimama mchezaji haruhusiwi kusimama kushika juu. Mchezaji haruhusiwi kusimama kuonyesha namna yoyote ya kutokukubaliana na maamuzi ambacho kinaendelea uwanjani. Kwa hiyo mtu ambaye anatakiwa control ni head coach. Na hata force official anakuja mara kwanza anamfuata head coach. Head coach control bench yako. Kwa hiyo head coach anarudi. Akirudi mara pili, mara tatu, refa mpe huyo kadi. Yani kwa hiyo kuna timu nilikuwa naona Simba kuna muda walikuwa na situation imetokea kama hivyo. Yani lile benchi lote lile, wale wote yani wametulia. Head coach. Kwa sababu head coach yuko mbele, amesimama na yeye ndo ana control mambo yote. Lakini mpira ukisimama, kukiwa kuna tafrani ya wote, waamuzi, mvurugano, ndo utaona wote wanainuka sawa. Kwa sababu ya illustration. Sawa. Na tukitoka hapo katika mchezo wa ligi kuu ya NBC kati ya Simba na Mashujaa, tunakwenda kuangalia timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 imepoteza michezo yake miwili dhidi ya Afrika Kusini na Sierra Leone baada ya kufungwa 1-0 kwa kila mchezo. Mchezo ujao watacheza na Zambia kabla ya kumaliza na mwenyeji Misri. Vijana wetu wamekuwa na wanapambana, lakini ndio michezo miwili wamepoteza, kila mchezo bao 1-1. Labda kinachowakumba lili vijana hawa under 20 ni kitu gani hasa? Mimi naamini ni football, kwa sababu ukitazama 90 minutes kwa mfano mechi ya mwisho dhidi ya Sierra Leone, sisi tulikuwa na advantage ya kupata goli dakika almost ya 3 ya mchezo, mchezaji anajigonga yeye akiwa na nyavu. The moments ambazo ukitazama aina wachezaji ambao wameenda 90% na wachezaji ambao walikuwepo katika kufuzu, walitengeneza nafasi nyingi. Sasa sijajua challenge kubwa ni nini sana hivi sasa. Ukitazama timu yetu jinsi inavyocheza imekuwa na ufinyo utengenezaji wa nafasi na imekuwa ni challenge kubwa sana katika wachezaji ambao wanacheza katika eneo la mbele. Mfano game dhidi ya Afrika Kusini tulikuwa tunatumia mipira mingi mirefu, na ukiangalia body morphology ya wachezaji wa Afrika Kusini na kwetu ni kama vile wametuzidi kwa kiasi kikubwa, kwamba ile second ball zote zilikuwa zinaishia katika mili yao. Hata mechi dhidi ya Sierra Leone, na tazama magoli yote mawili ambayo tumefunga katika mechi, tumefungwa
katika mechi zote mbili kuna defensive element, yani kuna makosa ya kiulinzi hapo. Kwa mfano mechi ambayo tulifunga dhidi ya South Africa ni mpira ambao ulianzwa na goalkeeper, alipeleka mpira mrefu, South Africa wakawini mpira wa kwanza, mchezaji akamwekea mwenzie kwenye nafasi, aka drive na mpira mara mbili, akamtazama goalkeeper, akashoot. Goli la pili ambao tulifungwa katika mechi ya Sierra Leone, mpira umepigwa, goalkeeper anatamani kuudaka mpira, ukamteleza, instead ya kupunch akataka kutumia viganja vya mkono, na Sierra Leone akaenda kumaliza kupitia mpira ambao ulianguka. Kwa kwangu bado naamini kuna vitu vingi sana vya kufanyia kazi, ila kwa performance wise kuna kitu ambacho kinaonekana kwa wachezaji, development. Hii ni sehemu ambayo tunazidi kuonekana, though bado tuna struggle kwamba katika hii tournament mara nyingi sana tunafuzu. Kwa mfano katika upande wa under 20 hadi hivi sasa goli pekee ambao tuliwahi kufunga katika AFCON under 20 kwenye hizi achana katika kufuzu kwenye finali zenyewe, mechi ya mwisho ni dhidi ya Central Africa. Kwa bado we are struggle, inawezekana ni step side, hii ni step, tuendelee kupiga hatua, na naamini vijana kuna kitu ambacho kinaonekana kwao. Okay. Ni vijana ambao kwa kule Misri wanapambana kweli. Michezo miwili ambayo imemalizika na kupotea, lakini pia kuna michezo miwili dhidi ya Zambia na mechi nyingine watacheza na mwenyeji Misri. Mategemeo yapo Chazabel kwa wale ambao tunabaki nao. Unapopoteza mechi mbili za kwanza, matokeo yani unaanza sasa matokeo ya kutegemea wenzako, kitu ambacho kwenye mpira of course kinaleta changamoto, lakini bado mpira upo mikononi mwa Ngorongoro Heroes, kwa sababu kama anapata ushindi katika mechi zake mbili, hesabu zinaweza zikambeba. Sasa unajua changamoto kubwa ambayo mimi nimeiona ni kwa namna gani ambavyo timu inatumia nafasi. Unajua mpira siku zote ukishindwa kuzitumia nafasi, mpira lazima utakuadhibu tu. Ndicho ambacho kinaikuta Ngorongoro Heroes. So nadhani safu ya ushambuliaji ya Ngorongoro Heroes inapaswa kuongeza umakini, kwa sababu kuna aina ya mabao ukikosa mtu anaweza sikulaumu, lakini kuna aina ya mabao ambayo kama unabaki na goli unakosa akili inaanza kuanza kushangilia kabla hujafunga, automatically unaweza usifunge hilo bao. So nadhani benchi la ufundi inatakiwa liongeze kiwango cha utulivu kwa wachezaji na kuonesha kwamba umuhimu wa kutumia nafasi vizuri. Naam, bado ukiwa nasi katika dakika 90 na hivi sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi. Tutarudi na tutaendelea, usiondoke. Naam, tumerudi baada ya mapumziko mafupi na bado konami Ulama Itsalumi kwa hapa, Chazabel, Lilian Mukulu pamoja na Kasim Liogope katika dakika 90, na kuna taarifa nyingine ambayo tunakwenda kuichambua hivi sasa. Pana shaka hii ni kuhusiana ligi kuu, katika zile nafasi ambazo wachezaji wanacheza kuanzia goalkeeper katika squad nzima. Wakati mwingine unaweza kujiuliza timu inapocheza mnaweza mkachagua nani amekuwa man of the match ni kwa sababu gani na hiki na kile, lakini kumekuwa na numbers ambazo zimekuwa zikiwabeba hawa wachezaji na kuwa bora katika kila mechi ama katika kila mchezo kuanzia goalkeeper. Na tukitazama kwa upande wa magolkipa, wako wengi ambao wamekuwa wakifanya vizuri katika ligi kuu ya NBC, kuanzia timu ambazo zimekuwa kwenye resi ya ubingwa, lakini zile timu ambazo zimejihakikishia kubaki katika ligi kuu, na kwa bahati mbaya zile ambazo pengine ile danger zone imewakuta ama inaendelea kuwakuta. Ukiangalia hapo baadhi ya wachezaji, tukiangalia kwa upande wa goalkeeper, timu anayotoka, save ambazo amezifanya, lakini katika mikwaju ya penalty, muda ambao amecheza na michezo ambayo amekwisha icheza, hapa panakuwa pazuri sana Chazabel. Unajua kuna magolikipa wazuri sana ambao wameonekana kwenye NBC hivi sasa. Timu inakuwa ipati matokeo mazuri, lakini yeye anaongoza kufanya save. Wakati mwingine weakness ya walinzi, lakini ubora wa goalkeeper huwa hujifichi. Atafungwa magoli matatu, lakini unaangalia save ambazo amezifanya, na wakati mwingine una appreciate kwamba kile ambacho amekifanya ni kwa kiasi kikubwa sana. Ramadhan Chalamanda kutoka Kagera Sugar, wana Super Nkurukumbi hawa, yuko pale juu. Tukitazama amefanya save
57. Ameokoa penalty 2 dakika 2430, michezo 27 ambayo amecheza. Utaona jinsi ambavyo amekuwa na wakati mgumu kwake, lakini performance nzuri. Yona Amos wa Pamba, save 63, penalty 1 dakika 2250, michezo 25. Nikijaribu kuwasoma hawa watano kwanza, Patrick Muntari wa Mashujaa ya pale Kigoma amefanya save 42, penalty hakuna aliocheza, amecheza dakika 1941 na michezo 22. Lakini Musa Kamara wa Simba save 14, hakuna penalty ambayo alicheza katika ligi kuu. 1890 dakika ndizo ambazo amecheza na michezo ambayo amecheza 21. Ngeleka Katembwa wa Dodoma Jiji save 38, kwenye penalty save hakuna, amecheza dakika 1846 na michezo 21. Tuweze kuwatazama hawa magolikipa Djigui Diarra watano. Tuje na Diarra, Djigui Diarra ambaye anachukua katika nafasi ya 6, amefanya save 24, penalty hakuna ambayo amesave, dakika 1800, michezo 20 ambayo amecheza. Tuje hapa coach Kassim Liogope. Save 63, Yona Amos, Ramadhan Chalamanda 57. Ukiangalia kitakwimu, Ramadhan Chalamanda nafikiri ndo amecheza muda mrefu kuliko magolikipa wote hapa, lakini pia ndio amecheza michezo mingi zaidi ya michezo 27. Lakini amesave penalty 2, lakini pia save 57. Ukiangalia hizi timu za chini zote, Mashujaa, Pamba kwa Yona, Patrick Muntari, kwa takwimu hizi ukiangalia na position yao, yani kwamba kwa vyovyote ni timu yao itakuwa iko chini. Kwa hiyo sasa kwa ubora ambao ameonyesha goalkeeper, ina maana pale mapungufu yapo katika safu yao ya ulinzi. Kwa hiyo lakini ukizungumzia goalkeeper bora, kwamba tunamwangalia kwenye takwimu hizi, save ambazo amefanya, lakini pia kwa muda ambao umetumika, penalty ambazo wamezicheza. Sasa ukiangalia timu kubwa, Musa Kamara pamoja na Djigui Diarra, wenyewe wana save ndogo. Why? Kwa sababu ni sio timu ambazo zinakutana na pressure kubwa mara kwa mara. Kwa hiyo unaweza kukuta ndani ya game moja akasave 2 au 1, au kuna muda mwingine asifanye save kutokana na aina ushindani. Kwa hiyo for me, Chalamanda pamoja na timu yake, iwe imeenda kucheza playoff, iwe imeshuka, iwe imebaki, kwa kuangalia sasa ki football, yeye anastahili kuwepo hata katika wale magolikipa kinyang'anyiro cha kuwa magolikipa bora. Okay. Yes. Ila kikawaida lazima watu watadoubt, lakini ukiangalia kiuhalisia, lakini pia ukiachilia hivyo, hata kama timu yake itafanya vibaya itashuka, huyu ndio golikipa ambaye kwa timu kubwa yoyote unaweza kumuona amemsajili kwa performance yake. Performance ile. Mechi zote kubwa alizocheza, mechi za timu ndogo, ukiachilia mechi zidi ya Azam ya mwisho aliocheza, uiondoe ile, lakini kwa mechi nyingine zote alikuwa na kiwango bora sana katika msimu. Zile namba zao pale Yona Amos na Ramadhan Chalamanda, unapokuta ana save 57 kwa 63, Yona Amos, ni ngumu sana kuiona timu yake iko katika top 4. Of course. Yes. Kwa sababu ni timu ambayo kwanza ina invite matokeo. Watu wanashambulia sana. Kwa hiyo lazima uangalie safu zao za ulinzi. Kwamba goalkeeper na hizi save zote alizofanya Yona Amos pamoja na Ramadhan Chalamanda, kama goalkeeper mwenye kiwango kidogo, ina maana yani kama timu ilitoka sare, basi yeye goalkeeper akasaidia timu iweze kupata sare. Kama timu imeshinda, yeye goalkeeper alisaidia timu kwa namna moja nyingine kupata matokeo kutokana na aina wanavyocheza. Okay, Chaza bado nitakuongezea hapo. Unajua, kwanza niwe mkweli kabisa, katika wachezaji ambao wamenisurprise msimu huu ni Ramadhan Chalamanda. Honestly speaking, na hata Lili nadhani anaweza akawa shahidi. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa performance ya Chalamanda last season, yani misimu miwili iliyopita, sikuaga naifurahia. Lakini ukiangalia msimu huu, Chalamanda pamoja na kwamba anaongoza kwa kucheza dakika nyingi, yani
hizi dakika ambazo wamepewa kucheza na idadi ya michezo ambayo wamecheza haijaja kwa huruma. Yaani ni kitu ambacho anakionyesha ndani ya uwanja. Na sifa nyingine kubwa ya Chalamanda ambayo huwezi kuiandika pale kwenye, yaani mtazamaji hawezi akaiona, lakini tunaweza tukaielezea, ni uongozi. Yaani Chalamanda ni nahodha ambaye ana deserve kuwa yaani nahodha, yaani hajawa kwa bahati mbaya. Ni mchezaji ambaye anapokuwa ndani ya uwanja unaona jinsi anavyoipanga timu yake vizuri, kuwakumbusha majukumu wenzie, na yeye mwenyewe anaonyesha kwa vitendo. So kwangu mimi, kama kungekuwa na tuzo ya surprise of the season, yani mchezaji ambaye ameimarika zaidi, kwangu mimi ninge propose kwa Chalamanda. Lakini sasa tunapokuja kitu kingine, inawezekana mwalimu amezungumzia kwamba goalkeeping, kwamba save zina nafasi kubwa pia ya kudecide. Lakini unajua sasa hivi mpira pia, yani kwa kuongezea, wakati mwingine pia mpira nao umekuwa. Yani umebadilika sana. Yani kadri unavyoenza mpira unabadilika. Inawezekana hawa makipa ambao wana namba ndogo ya save, inawezekana matokeo ya namna ambavyo wao wanavyocheza ndani ya uwanja yakafanya timu isichambuliwe sana. Yani isiruhusu sana kushambulia. Yani nimemzungumzia kwa mfano Chalamanda. Kuna wakati unaona kabisa anamuelekeza kaa hapa. Sasa ukija kwenye Premier League leo hii, ukizungumzia kiukweli, sidhani kama kuna makipa wazuri katika kukumbusha majukumu ndani ya uwanja. Yani ni makipa ambao ni makocha ndani ya uwanja kuwazidi Djigui Diarra na Musa Kamara. Yani maana yangu ni nini? Wakati mwingine inawezekana hawa sio kama ni makipa ambao labda hawezi kufanya save. Inawezekana wanaweza kufanya save, ila washambuliwi kwa sababu ndani ya uwanja wanakuwa kama walimu na wao wanawaelekeza wachezaji kukaa katika maeneo sahihi. Unajua wakati mwingine save inakuja kwamba kwa sababu inawezekana kuna beki hajatimiza wajibu wake kuwepo eneo fulani. Naweza ngakupa mfano. Ngoja nikupe mfano. Tazama goli ambalo wamelipata Mashujaa against Simba kwenye uwanja wa KMC juzi. Naam. Jafari Kibaya, mpira unapigwa pasi mkaa, anaichukua Jafari Kibaya, anageuka, ana control, yani kwanza anageuka, anajitengea na mguu wa kulia, anaupeleka mpira kwenye mguu wa kushoto, anapiga hatua. Shamu Karabwe ambaye alikuwa yuko close, yeye ndo anatakiwa amtengeneze mazingira kwa huyu asilione, yani asitazame lango kiurahisi. Lakini Shamu Karabwe karudi nyuma, kitu cha kwanza unamuona anarudi nyuma, maana anazidi kumtengenezea space nani? Kibaya. So wakati mwingine inawezekana ubora wa makipa katika kutimiza majukumu mengine tofauti na save ndio unawafanya pia waweze kupata save chache, kwa maana ya kwamba wapinzani kutopata hizo fursa za Mimi naoja hapo kwa Chazi. Naweza nikakubaliana na hiyo au nisiweze kubaliana na hiyo. Mfano Djigui Diarra pamoja na Musa Kamara. Kwanza nawapongeze hizi timu kubwa Simba na Yanga. Hata na Mustafa ni modern goalkeeper. Yani tumeletewa magolikipa wa kisasa. Na kwa sisi ambao walimu tunafundisha wachezaji vijana, asilimia kubwa magolikipa wengi sasa hivi wetu ambao wanakuwa under 17, under 15 hadi under 20, wengi wanakopi kutoka kwa hawa magolikipa. Kwa sababu kama Kamara line goalkeeper, unaona sweeper, yule Djigui Diarra ni sweeper ambaye ana support, unaona huyu ana vyovyote. Musa Kamara ni yani ni goalkeeper ambaye anaweza kulinda lango, ana utulivu, unaona. Mustafa the same. Sawa. Sasa ubora wa ulinzi wa mfano Dick Jobu, Baka, yani wenyewe tu, yani kwamba unamprotect kwanza goalkeeper wake. Cha kwanza. Wakina Mendoza, wakina Yolo, obvious utaona moja kwa moja, yani muda mwingi wanaweza kumprotect goalkeeper wake. Lakini pia ukija sasa kwa Musa Kamara, Abdulrazaki, wakina Chemalon, yani mara kwa mara. Na ndio maana unakuta hawa magolikipa wote wakubwa wanafungwa magoli mepesi sana. Yani lack of concentration. Hata hilo goli ambalo amefungwa Kamara juzi, ukiangalia Abdulrazaki wakati anapiga back pass kwa mwenzie, alikuwa ni Shamu. Anapiga pasi Abdulrazaki ampigie Shamu. Kwa hiyo Kibaya akaupata ule mpira. Na wakati anaupiga ule mpira Simba wana build mashambulizi,
mafullback wanahama wanaenda mbali kabisa wote wawili. Mawale defensive midfield wawili Ngoma na mwenzie wanatoka pale wanakuja huku kufungulia pembeni. Kwa hiyo ilikuwa rahisi yule kuunasa ule mpira. Lakini alivyounasa goalkeeper, si line goalkeeper. Kwa hiyo ina maana yeye yupo katika line yake. Kwa hiyo alichokifanya yeye Jafari Kibaya kama alivyosema Chazi. Huyu mchezaji baada ya kwenda kusogea ili amzibe nafasi yeye kidogo cha kurudi nyuma, Jafari ni experience, ana zaidi ya miaka 4 5 na kila ndio aina ya magoli ambayo Jafari anafunga sana. Kwa hiyo ukiangalia pale amempima golikipa pale aliposimama, yeye akipiga mpira hata kama atanyoosha mkono ule mpira huwezi kupata. Angalia, anapata nani? Nouma anachukua nusu, Hamza yuko wapi? Yule kule. Unaona anaenda. Angalia golikipa alipekaa. Hivi pale kulikuwa na muundo gani wa kuzuia wa kumfanya Kibaya asilitazame lango na kuweza kufunga kile? Wewe mtazame Chamua alipo. Mtazame Chamua anarudi nyuma anamwachia space Jafari. Umeona? Kwanza Jafari ule mpira kabla hajaupiga yeye ndo amemuuza golikipa. Golikipa kasogea hivi. Alafu akarudi tena. Yes. Kwa hiyo kocha hapo nataka kutuambia kwamba hata magolikipa ambao wamekuwa bora. Kwa hiyo ndo maana nasemaje, kwa sababu wenyewe pia hawakutani na pressure kubwa muda wote wa mchezo. Ndo maana hawa magolikipa kama Yona Amos, wakina Ramazani Chalamanda, kwa sababu labda mfano angalia Kagera anaweza kacheza nyumbani, labda na KMC. Wameweza kutoka sare na KMC, sio? Muda wote KMC wanashambulia, Kagera wanashambulia. Lakini situation kama hii hauwezi ukaiona KMC labda akiwa hata nyumbani anacheza labda na Yanga au na Simba. Kwa hiyo ndio maana unakuta magolikipa magoli ambao wanafungwa ni lack of concentration, kwa sababu muda mwingi hawakutani na hizo pressure. Wakienda kucheza mechi kubwa za kimataifa ndio pale sasa ndio tunatafsiri ubora wa magolikipa wetu hawa wa timu kubwa, kwa sababu muda mwingi wanakutana na pressure kubwa. Angalia umaarufu ambao amejichukulia Musa Kamara, angalia GGR season iliyopita, performance yake mechi zidi ya Mamelodi. Uliona kabisa kwamba kuna ushindani mkubwa wanapata, golikipa unaona kabisa anaibeba timu kwa mikono yake kutokana na ile ushindani ambao wanakutana nao. Kwa hiyo hata mimi kwa maoni yangu kwa ambao wanaangalia kwenye tuzo sio mbaya pia wakawaangalia hata magolikipa wa timu ndogo ambao wanafanya vizuri sana, kwa sababu wao ndo wanakutana na challenge kubwa sana. Nakumbuka mwaka jana kwenye tuzo alikuwa golikipa wa Geita Gold. Geita ilikuwa inashuka ila yeye Constantine ambaye kaipandisha Mtibwa. Kwa mimi kwangu upande wa goalkeeping mimi natetea sana Chalamanda na Amos. Kwa nini? Siku zote mtu ambaye anafikiwa kirahisi lazima afanye, yani lazima itafika stage atachoka. Kwa mfano kuna game moja kati ya mfano mechi ya Kagera Sugar dhidi ya Simba. Mfano mzuri kabisa. Chalamanda ile mechi kama hesabu zangu ni nzuri alifanya save takriban 6. Katika mechi ya kule Kagera. Ya hapa. Ya kule sorry. Save takriban 6. Sasa mtu anafanya save 6 anafungwa goli 4, maana yake nini? Katika zile goli 4 amezuia magoli 10. Kwa the moment ambazo kama safu ya ulinzi. Hiyo mechi nafikiri ilikuwa mechi ya Yanga na Kagera ndio fanya save nyingi sana. Ilikuwa ni mechi ya Yanga na Kagera Kwa kama mtu anafikiwa mara nyingi zaidi, lazima kuna wakati mwingine anashindwa na yeye. Yaani nguvu anayoitumia kiwanjani inakuwa ni kubwa sana. Amosi, unaangalia Amosi. Mwanzo wa msimu ni goalkeeper ambaye alichukua man of the match takriban mechi 4 mfululizo. Kama sio mechi 3. Pamba mwanzoni wa msimu. Pamba inatoka sare, anatoka uwanjani anasifiwa ni nani? Si mwingine bali ni Amosi. Kwa kuna wakati mwingine au magolikipa wanafanya kazi kubwa sana kulingana na watu ambao wana backup. Unajua ukikutana na timu ambayo defense yake imepwaya, maana yake goalkeeper utakuwa unafikiwa mara kwa mara. Na hichi ni kitu ambacho kina cost. Ila mimi naamini Chalamanda msimu ujao inawezekana Kagera kashuga, ila msimu ujao utakuwa naye katika ligi kuu. Kwa sababu yani sidhani kama atashuka kwa sababu ya ule ubora ambao uko nao. Na hakika ni mambo mazito wameyafanya. Ukiangalia save 57 si kitu kidogo. Lakini kukumbushe tu miongoni mwa magolikipa ambao wamecheza michezo yote. Kagera Sugar wamecheza michezo 27, lakini michezo yote pia amecheza Ramadhan Chalamanda. Lakini pia kitu kingine unaweza ukafanya utafiti wako binafsi. Ukiangalia hao makipa ambao ndo wanaongoza kufanya hizo save. Wengi timu zao hazina safu kali ya ushambuliaji. Kabisa. Hazina safu kali. Yaani kuna uhusiano mkubwa sana. Yaani wewe angalia makipa ambao wanaongoza kufanya save. Chalamanda, Yona Amos, Yona, Patrick Muntari.
hata Ngeleka Dodoma Jiji. Nenda baadaye yani kwa muda wako, au hata mtazamaji anaweza akaangalia kwa muda wako wake. Akalinganisha safu zao za ushambuliaji zimefunga mabao mangapi, yani hizo timu zimefunga mabao mangapi msimu. Kwa sababu wakati mwingine unapokuwa na safu kali ya ushambuliaji inakuwa inatengeneza pia hata ugumu kwa mpinzani kujaribu kupishana mara kwa kupishana. Yes, sahihi kabisa unachokisema. Na tunakwenda kuangalia kuanzia nambari 7 mpaka 12. Tumeangalia 1 mpaka namba 6, lakini tunakwenda kuangalia nafasi ya 7 mpaka ya 12 jinsi ambavyo mwendelezo ulivyokuwa. Mohamed Mustafa Azam FC save 21, penalty hakuna, save dakika 1710, michezo 19. Yakub Suleiman Ali huyu wa JKT Tanzania amesave 33, penalty hakuna, aliyosave 1710 dakika ambazo amecheza, michezo 19. Musa Mbisa wa Tanzania Prisons save 34, hakuna penalty, aliyosave dakika 1575, michezo 18. Metacha Mnata wa Singida yeye amesave 24, penalty amekuwa 1 dakika 1509 na michezo amecheza 17. Jonathan Nahimana wa Namungo save 31, penalty 3 amesave 1440 dakika ambazo amecheza na michezo ni 16. Castor Muhagama huyu wa Ken Gold save 45, hakuna penalty aliokoa, lakini dakika 1396 na michezo 16. Castor Muhagama timu imeshuka huyu tayari sasa hivi. Huyu tupo naye tena Sparini mwanani. Tupo naye unajua amepoteza nafasi kwenye mechi karibia zote za mwishoni. Za mwisho ambaye alikuwa anadaka goalkeeper, alikuwa goalkeeper namba 2. Sisi mechi na Yanga. Chazi. Baada ya pale Castro amepoteza nafasi. Yaani kikawaida timu yoyote ambayo ina mwelekeo kwenda kushuka daraja, yaani mwishoni watajaribu kila silaha. Yaani wanatoa wachezaji wanakaa kikao, jamani walimu sawa, hao mlioamini sio muangusha, tuaminini na sisi. Timu yote ambayo inaelekea kuondoka. Hata kuna wale wachezaji ambao mlikuwa waone hawachezi. Yaani na wao wanajaribu bahati yao. Kwa hata kama mwalimu alikuwa na msimamo wake mwanzoni, huyu mchezaji simuelewi hivi na hivi, anaweza akatokea hata wasaidizi, mwalimu hebu jaribu kumpa nafasi. Tuangalie Tanzania Prison mwishoni. Kuna wachezaji wengi walikuwa wapate nafasi. Lakini angalia wamepata nafasi. Wamesaidia timu. Unaweza kusema kwamba at least kuna hatua ambapo wamefika Tanzania Prison. Kwa sasa hivi Tanzania Prison ni watu ambao wanapigania kwamba kwenye playoff au wabaki moja kwa moja. Sasa kwa Mwagama, kwa performance ambao wameonyesha Mwagama, hata huyu goalkeeper mwingine ambaye anacheza, nikwambie, huyu ni bonge la goalkeeper Mwagama. Na hapo kabla hujaendelea mwalimu, Chaza Bella amesema amepoteza nafasi katika michezo karibu mingi tu ya raundi ya pili. Save 45 mpaka amepoteza hiyo nafasi. Kama angeendelea kucheza Mwagama, nafikiri ingekuwa miongoni mwa goalkeeper namba 1 kufanya save nyingi. Kacheza mechi 16. Mechi 16. Muntari Chalamanda 27 michezo. Yes, yeye kacheza mechi 16. Kwanza washangaba angekuwa na michezo angalau hata 18 angekuwa sasa tunampa save 70 huko 70. Yaani huyu bwana mdogo. Yaani unajua kuna muda inatokea unajua. Yes, kuna muda inatokea, lakini ukiangalia ukiwa unaifuatilia ligi unaiangalia kabisa. Huyu ni kipa mzuri na ndo amepanda nayo hiyo timu. Castor Mwagama. Na alikuwa goalkeeper bora wa championship iliyopita. Na sio tu kwenye kusave. Mimi kitu kimoja ambacho napenda kwa Mwagama ni mguu wake wa kulia. Ni moja goalkeeper ambao anafanya stepping nzuri sana. Jinsi anavyotoka katika lango lake imekuwa ni silaha yake kubwa sana. Shida ni uko na kina nani? Yani the moment kwamba unawezekana uko unafanya kazi kubwa, ilo lokopo nao wanakupa baka kwa ile kazi ambayo unaifanya. Kwa kwangu naungana na coach. Inawezekana msimu ujao huu ni moja wa watu ambao inawezekana timu yake imeshuka ikabaki ligi kuu. Kabisa. Narudi pale pale kwa sababu tumemwangalia Ramadhan Chalamanda michezo 27 save 63. Iona Amos tumeangalia save zake. Castor Muhagama na Ken Gold yake unaona save 45 katika michezo 16. Takriban michezo inakaribia kuwa nusu hivi na Ramadhan Chalamanda. Save 45. Ni miongoni mwa magolikipa ambao tunaizungumzia Ken Gold kwa raundi ya kwanza, tunasema asilimia kubwa ilikuwa inabebwa na goalkeeper. Na hata safu ya ulinzi ya raundi ya kwanza tofauti na sasa. Sasa wameenda kina Duo, kina Kevin Ondani, kama ndo angepata muda mwingi kucheza nao pia tungeona kitu tofauti. Lakini Musa Mbisa iliwahi kutokea hata kwa Musa Mbisa mwaka mmoja achezea Mwadui. Timu ilishuka daraja. Lakini ndio goalkeeper ambaye alikuwa anaongoza sana kwa save. Okay. Tukija kuwatazama mfano goalkeeper Musa Mbisa Tanzania Prisons
lakini Jonathan Nahimana, tuje hapa, miongoni mwa magolikipa ambao wana save za penalty nyingi sana. Jonathan Nahimana, Jonathan experience, ni golikipa ambaye ana uzoefu na ni miongoni mwa magolikipa ambao katika maongezi yake ukimsikiliza, ni golikipa ambaye anaonekana anajua tabia za wachezaji wengi ambao anakutana nao. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye wakati mwingine anaokoa hizi penalty kwa sababu ya uzoefu wake tu, kwamba mchezaji huyu hana hulka hii na akienda kupiga penalty ana tabia zipi. That's why ukiangalia ameokoa penalty katika mechi kubwa moja na Azam pia. So ni mchezaji ambaye anawafahamu vizuri wachezaji ambao anacheza nao. That's why ndo naona hicho inamsaidia. Sawa. Na tukija Lilian, kabla sijakuja kwa mwalimu, Mohamed Mustafa, Azam FC, tunazungumzia kuna kitu ambacho mwalimu alizungumza hapa, magolikipa wazuri mara nyingi wanafungwa magoli yale ya kushtukiza. Hili kama naliona hivi kwa Mohamed Mustafa, Lilian? Mimi nasikitika kwa sababu huyu ni golikipa ambaye nimemtazama miaka 3 kipindi kendo anaanza kuja katika ligi ya Sudan. Alikuwa ni mmoja wa golikipa ambaye kuna mistakes anazifanya sasa hivi zinasikitisha. Ndio tunasema kwamba kuna wakati wengine wachezaji bora waga wanafanyaga makosa ambayo yanaumiza sana. Na nikumbusha Edward Mendy, ni golikipa ambaye body morphology yake ni mmoja golikipa ambaye ana height nzuri, ana body nzuri, ila kuna makosa ambayo yapo ambayo anafanya, and it's normal. Je, mpira wa miguu ni mchezo wa makosa, lazima ufanye makosa ili uweze kuadhibiwa. Ila kuna makosa sasa yanafanywa na mtu aina gani, ndio kitu ambacho kinashtua ukimwangalia. Kama ya makosa ya Mohamed Mustafa, azungumzi na backline yake. Kuna magoli ambayo anafunga unakaa unajiuliza. Kwa mfano, mimi goli ambao hadi kesho liniumiza la Mustafa, nilikuwa na kocha na maana kocha anacheka. Mechi dhidi ya JKT Tanzania, goli la kwanza ambao wanafungwa Azam, baadaye wanafanya comeback. Ni goli ambao niliangalia huyu anayefungwa ni Mohamed Mustafa au mtu mwingine. Ila ni makosa ambayo yapo yanasikitisha, ila naamini bado ni goalkeeper ambaye kwenye swala la viwango huwezi kumtoa moja wa magolikipa wazuri sana. Amekuja katika ligi yetu, tukumbuke kwamba alipotoka alikuwa hawana mechi nyingi kulingana na situation ambayo iko Sudan, ila ameweza kucheza katika timu kama Azam na kuna kitu ambacho amekionyesha, mistakes are there to be corrected. Kwa kwangu sio goalkeeper mbaya, ila makosa yapo ambayo anatakiwa afanywe marekebisho. Tumeona magolikipa tumewazungumzia hapa, Mwalimu Kassim Liogope, Musa Kamara, Djigui Diarra, tunakuja kwa Mohamed Mustafa. Magolikipa ambao wanasema sana na backline zao. Lakini pia ukiwatazama ni magolikipa ambao wanafanana hivi kwa utaratibu wao katika eneo lao la kazi. Lakini kwa Mohamed Mustafa kama imeongezeka hivi ule utaratibu. Pengine ndio shida kwa backline yake kutokuwa na communicate na kufungwa magoli ya kustukiza. Ya Kilelea, unajua wewe mtu wa zamani sana. Yaani wanataka turudi katika zile za Kimanyika, yani magolikipa wakali. So, kabla tujaanza hapa tulikuwa na mjadala. Unajua na wewe na darasa. Mimi wadogo zangu, mimi mwalimu wao, kuna vitu vingi tunavijadili. Ndio maana tukija hapa kidogo kuna vitu tunavijadili. Yes, of course. Ni wote, Kamala, yeye mwenyewe pia Mustafa, ni magolikipa wa kisasa, wanacheza kwa principle sana. Sio watu ambao wakali yani wana mikiki, unajua Kwa hiyo ni kwa advance, unajua elite player, yani hawa ni wachezaji professional. Yani kuna muda uaga hatuoni, yani hakuna sababu ya kushautiana. Kuna namna bora ya kukumbushana. Mfano nataka kuambia, unamwona Kamara, madefender wanavyocheza nao wa Simba. Yani kuna muda yani defender ukifanya kosa kwa golikipa wako, yani hadi wewe mwenyewe yani una feel bad kwamba the way ana ventriti na kuna muda yani anafanya vitu yani kukava makosa yetu sisi. Kwa hiyo yani lazima kuwe kuna mahusiano. Kwa hiyo tutaweza tukamhukumu Mohamed Mustafa kwa sababu labda ni mpole, hawezi kushout kwa madefender wake, lakini sasa ndo mpira wa kisasa, yeye ni kipa ambaye anacheza kwa principle na kuna vitu ambavyo amewahi kuvifanya. Yani kuna mechi moja walizaga Simba na Azam katika season ambayo imepita. Yani kuna vitu ambavyo alivifanya, yani alibadilisha kwa kila kitu, yani kwamba yani unajua kuna mtu akishawahi kuonyesha uwezo wake huu, ikitokea bahati mbaya amefanya mistake, yani lazima ukubaliane huenda kuna factor ambayo inasababisha huyu kufanya hivyo. Lakini uwezo ukadauti uwezo wa Mohamed Mustafa. Sahihi kabisa. Golikipa mkubwa, anastahili kucheza timu kubwa kama Azam. Sawa. Tukija kwako Charles Abel, kwa kumalizia labda kwa magolikipa watatu ambao nimewazungumza. Ni golikipa yupi ambaye anapenda au anazungumza ama anakuwa karibu zaidi na backline yake?
Hawa watatu. Jigi, Kamala na Mustafa. Nadhani Jigi. Jigi Diarra. Diarra, yes. Diarra anafoka. Ndio ana communicate sana na watu wake wa karibu. Muda mwingi sana. Yaani Diarra kuna wakati hata mpira ukiwa haupo kwenye zoni ya Yanga unamuona anawakumbusha majukumu wachezaji ndani ya uwanja. Na anaweza akapata mpira kabla hajaanzisha, unaona kabisa anaipanga timu pale. Yaani muda mwingi sana Diarra ana communicate na wachezaji wake. Okay. Yaani ukiwa rank ya wachezaji, yani ama goalkeeper kwenye kuzungumza na safu zao za ulinzi au hata na wachezaji wenzao. Na sasa Diarra namba 1, Kamala namba 2, Mustafa namba 3. Mustafa namba 3. Yes. Okay. Mustafa ndo kama anavyosema mwalimu kwamba si, yani unajua wakati mwingine kibinadamu nature nature tu. Lakini pia nadhani hata changamoto ya lugha pia. Okay. Unajua ukiangalia ile backline ya Azam ina watu kutoka mataifa tofauti. Na Mustafa anaongea zaidi Kiarabu. Kiarabu, Sasa imagine goalkeeper Kiarabu, kuna Mendoza ambaye Kilatini, kuna mtu wa Chanika kutoka Latin America, kuna Faransa. kuna Mfaransa, kuna Matumbi mwenzangu hapo. Rosajo Mwekenda. Hiyo ndo, lakini ukiangalia kwa mfano ukija kuna Pasco na Mswahili mwenzio. Yani ukija sasa kwa mfano kama backline ya Yanga tayari Baka na Jobu, yani ile backline yote. Kwa mfano kama sasa hivi Kibwana labda anacheza huku au Israeli. Isla au anacheza Kibabage, unaweza kushangaa ukuta wote ni lugha moja. Kwa hata Diarra naye anaongea Kiswahili. anaongea na Diarra pia anajaribu kumatch Kiingereza, yani Kiingereza cha kuwasiliana nacho. Sawa. So inakuwa Nasema kuna kitu hapa. Shazi. Sema kuna kitu amesema kwa Diarra. Unajua pia yeye ni senior kwa wale ambao wanacheza nao. Unajua ni rahisi, lakini the way Bakari labda angekuepo. Kuna muda wewe huwezi kumshautia. Yani unajua kuna nidhamu ambayo inakuwepo ile. Kitu ambacho kwa kwake imekuwa rahisi kwa sababu ya hiyo. Naam, nikushukuru sana kwa nasi kwenye dakika 90 toka pale mwanzo. Ulikuwa nasi hapa Ulamaid Salum, nikuwepo hapa Charles Abel, Lilian Mkulu pamoja na kocha hapa Kasim Liogope. Hadi wakati mwingine, mimi nikushukuru tena kwa mara nyingine tena, kwa heri.